Sasa leo tutakuwa na somo kipindi tutakuwa na somo nzuri sana ambalo linasema gharama ya kurejesha thamani ya mwanadamu iliyopotea. Tunapozungumza kuhusu thamani, karibu watu wote tunaelewa thamani ni kama hadhi, kiwango, heshima. Kwa hiyo tunapozungumza leo nafasi ya mwanadamu, thamani ya mwanadamu, kuna mahali pengi sana katika dunia, iko mifumo mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali na imani mbalimbali katika mataifa mbalimbali, ambayo mtu anaweza akawa na thamani kulingana tu na kile anachoingiza kwenye taifa. Yani nini ana mchango gani kwenye taifa lake, ndio anampa thamani kulingana na kiwango chake cha kile anachoingiza kwenye mchango anaotoa kwenye uchumi wa taifa. Labda anapokosa kabisa kiwango cha anapokosa kabisa thamani, ni pale ambapo mchango wake kwenye lile taifa unakuwa ni mdogo sana. Wakati nasoma Hinduism, nafikiri kama sio Buddhism, niligundua kwamba kule India kuna hiyo mifumo. Kuna mtu ambaye haruhusiwi kabisa kumiliki ardhi, anatakiwa tu akae huko michochoroni, akae kwenye mitaro, kwa sababu tu ya kiwango yani mchango wake kwenye taifa hautambuliki kabisa. Sasa wao wana value mtu kulingana na kile anachoingiza kwenye taifa. Lakini tunapozungumza thamani ya mwanadamu, ukweli haitakiwi kuhesabiwa katika namna hiyo. Katika mstari ule wa 26 kwenye sura ya kwanza, Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwenye sura ya pili mstari wa 7 nitasoma neno hili. Sura ya pili mstari wa 7, Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa 16 na mstari hadi ule mstari wa 17, Biblia inasema tena hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini niende sasa kwenye sura ya 3 mstari ule wa 6 hadi mstari wa 10. Tutakuwa nimemaliza kusoma maandiko hapo, tutaendelea na somo letu. Mstari ule wa 6 hadi mstari wa 10 anasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa niishie tu mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Tuombe. Bwana Yesu, mfalme mkuu, Mungu mwenye utukufu, nguvu na mamlaka yote mbinguni na duniani, tuko mahali hapa tena Bwana kwa ajili ya kujifunza kutoka kwako. Wewe ni Mungu tufundisha ili tupate faida. Tunakwenda kuangalia thamani iliyopotea mwanadamu na namna ambavyo Bwana ili kugharimu kuirejesha katika maisha ya mwanadamu. Itusaidie Bwana kujua thamani ya kile ambacho Bwana ulikifanya pale Calvary, ili isiwe kwetu story tu, iwe halisi na tuone ile faida ya ukombozi ambao Bwana uliupata kwa damu yako ya thamani.
Asante kwa kuwa Bwana utatuongoza, utaniongoza kunena, utaongoza watu wako kuelewa, ili Mungu utukufu na sifa na heshima ukurudie wewe, katika jina la Yesu. Amen. 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 Tunapojifunza tumesema thamani ni hadhi, kiwango au heshima. Mungu alipomuumba mwanadamu, Biblia inasema kwamba alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, kwa maana ya ile hali ya utakatifu wa Mungu ilikuwa imeumbwa ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya maisha ya mwanadamu. Ile hali ya utawala kama Mungu anavyotawala katika mbingu ilikuwa imeumbwa ndani ya maisha ya mwanadamu, na Mungu akampa hiyo nafasi ya kutawala akiwa na ushirika, kwa kuwa yeye ni mtakatifu na mwanadamu ni mtakatifu. Tofauti na wanyama wengine wote na viumbe vyote vilivyoumbwa, mwanadamu akawa na hiyo hali ya utakatifu inayofanana na utakatifu wa Mungu. Kwa hiyo akawa anafanya ushirika, akawa anafanya ibada au ushirika. Jamani, Bwana apewe sifa sana. Sasa na akawa amewapa maagizo, mipaka ya ushirika wao. Akawa ameweka mipaka ya ushirika, ili ushirika ule uendelee. Ulitegemea kila mmoja kudumu kwenye nafasi yake, mahali alipo na wajibu anaoufanya. Jamani, Bwana asifiwe. Ilitegemea sana, ili ushirika wao udumu, mwanadamu adumu kwenye uaminifu katika kila alichopewa na kuzingatia kile ambacho amekatazwa asifanye, ili ushirika wao upate kudumu. Kwa kuwa naongea katika Amos, anasema, je, watu wawili wawezaje kwenda pamoja wasipopatana? Na kule kupatana na maanisha kufanana, kulingana. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa ikatokea wakati fulani, nyoka akaja akamdanganya Hawa pale Mungu aliposema, matunda ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakapokula utakufa. Yule nyoka akaja akamdanganya, hakika hautakufa. Tamaa ikamwingia yule mwanadamu, yule mtu akachuma matunda ya ule mti akala, na akampa na mmewe akala, wakajikuta wote wako uchi. Maana kile kitu cha thamani kwenye maisha yao kimeondoka, ile thamani kwenye maisha yao imepotea, ule ushirika wao na Mungu umeondoka, ule utakatifu wao umeondoka. Kwa hiyo wakajikuta wako mahali ambapo lazima tu wakimbie, wajifiche. Na hiyo ni kawaida hata siku za leo. Mtu akianza kuanguka, akianza kuondoka kwenye neema ya Mungu, ni mtu anayependa sana kujificha. Hatokei kanisani, akiona mchungaji anakuja kule atafuta njia mahali apite ajifiche, kwa sababu anajijua kabisa kwamba yuko uchi kule ndani, yuko naked, yuko wazi. Kitu cha thamani kwake kimeondoka, kimepotea. Mungu asaidie sana. Kwa Adamu aliposikia, Mungu anasema, nilisikia sauti yako unatembea bustanini. Adamu na mkewe wakachukuana, wakaenda wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mtu akianguka hata ufahamu unapungua kabisa, unaelewa? Mungu wetu ni omnipotent, ni omnipresent, si ndio? Ni omniscient, kwamba anajua mambo yote, alafu yuko kila mahali. Ni omnipresent, yuko kila mahali kwa wakati mmoja. Kwa hata pale walipojificha yupo. Wao sasa ufahamu umeondoka kabisa, kwa sababu ile thamani yao imeondoka, maarifa ya kweli yameondoka, nguvu imeondoka, utawala umeondoka. Wamekuwa ni makopo, ni hawana kitu kabisa kule ndani. Wanafikiri Mungu atakuwa upande huu, si twende upande huu. Yaani ni mpendwa anapoanguka anasema, sasa hizi mzee wa kanisa atakuwa huko na mchungaji atakuwa huko, ngoja si twende tukatendee dhambi upande huu. Unamtenda Mungu dhambi mchungaji au Mungu? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Adamu akajikuta amepoteza, yeye na mkewe wamepoteza. Kibaya sana kilichotokea baada ya kupoteza, Mungu anaendelea kuwafuatilia. Unajua hata ile kauli Mungu anasema, Adamu uko wapi? Sio kweli kwamba ni kauli kwamba Mungu hajui Adamu yuko wapi, kwa sababu yeye ni omniscient, si ndio? Ila umeondoka kwenye kiwango chako, umeondoka kwenye nafasi yako. Mungu atusaidie sana. Umepoteza kiwango, umeondoka kwenye wajibu, kwa sababu vitu vyote viliondoka. Kiwango cha kimungu cha yeye kushirikiana na Mungu kimeondoka, lakini pia kiwango cha utawala wake kimepotea automatically. Yaani unapoanguka automatically unaanguka moyoni, hali ya kiungu inaondoka, lakini automatically mamlaka yako inapotea. Mtu mmoja akasema, sasa hivi tumepoteza mamlaka mpaka imefika mahali sisi tulikuwa tunaamuru tembo, nenda hivi, twiga kata huku,
simba pita huku. Tumefika mahali hata kuku mwenye vifaranga kichachamaa tunakimbia. Tumepoteza kabisa, hatuna utisho tena. Wale tuliokuwa tunawatawala sisi ndio tunaowaogopa sasa. Kwa sababu ya nini? Kupoteza kile kiwango, ile thamani, ile heshima. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tulipopoteza, yani dhambi ndio iliyopoteza kile kiwango cha maisha yetu na Mungu, ule ushirika wetu na Mungu. Dhambi ndio iliyopoteza. Sasa unapojificha utaabudu saa ngapi, si ndio? Unapojificha utamwabudu Mungu saa ngapi? Kwa sababu huyo unayejificha anaona na yupo kila mahali. Kwa hiyo hali ya ibada manake ndani ya mwanadamu ikafa automatically. Hali ya kuabudu ndio kusudi la Mungu la kutuumba sisi. Na kusudi la Mungu la kuweka hiyo thamani ya utakatifu ndani yetu ni ili tumwabudu. Mungu anapojiangalia, anapotuangalia awe anajiona yeye, anaiona kazi yake ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Ukianguka hauwezi kumwabudu Mungu, kwa sababu utakatifu wa Mungu utadai utakatifu wa mwanadamu. Tuko pamoja watakatifu? Ile haki ya Mungu ya kuabudiwa itadai haki ya mwanadamu ya kumwabudu Mungu. Sasa ukianguka, hiyo haki ya kuabudu inaondoka. Utafika tu utakuwa lipicha tu hapa, ninaye Yesu nimehakikisha. Haujahakikisha, maana una uhakika umeanguka na Yesu hayumo. Ili utakuwa unatudanganya, kwa sababu wanadamu tunaona mwilini, ila yule anayeona rohoni ambaye anatakiwa kuabudu atakuwa anajua hapa hasina ushirika, sina mshirika tena. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ule mfano na sura ya Mungu ndani ya mwanadamu, aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ule mfano wa Mungu na sura ya Mungu ndani ya mwanadamu ukaharibika kabisa. Ukaharibika kabisa. Ikawa ukimwangalia mwanadamu huoni Mungu kabisa, huoni tabia za kiungu kabisa, huoni sura ya Mungu kabisa, huoni unyenyekevu kabisa, huoni ule utukufu wa Mungu kabisa, huoni ile heshima ya Mungu ndani ya mwanadamu, huoni ile hekima ya Mungu ndani ya mwanadamu, huoni yale maarifa ya kimungu ndani ya mwanadamu, na huoni hata ile mamlaka ya kimungu ndani ya mwanadamu. Vyote vimepotea. Ndio thamani imepotea tayari. Mungu atusaidie sana. Jamani, Mungu atusaidie. Watu wakatunga matakataka. Badala ya kuabudu akatunga pombe, wakatunga ulevi, wakatunga unzizi, wakatunga uchawi, wakatunga ushirikina, wakatunga matakataka mengi sana ambayo kimsingi yanaendelea kuharibu. Yani mwanadamu akishaharibika akatoka kwa Mungu, kule kote anakoendelea anaendelea kuharibika. Mungu ndio anayefanya mpango wa kurejesha ile thamani ya mwanadamu iliyopotea. Haleluya. Haleluya. Kwa katika wiki ndio kitu tutakachokuwa tunakiangalia. Kupotea kwa thamani ya mtu, mfano na sura ya Mungu katika maisha yake. Inamuondoa katika maeneo yote mawili. Anaondoka kwenye eneo la kiwango cha utakatifu, lakini pia anaondoka kwenye wajibu wake wa kuilima na kuitunza bustani ya Edeni. Na Mungu akamuondoa kabisa hata pale kwenye bustani. Uone namna ambavyo dhambi wenyewe walipotazama waliona kama ule mtu wafaa sana kwa maarifa, watamanika kwa macho, unapendeza, wafaa kwa chakula, lakini wakaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wakajikuta kwamba wako uchi, ni watupu, hawana tena ile heshima ya kimungu. Mungu sio rafiki yao tena, Mungu ni adui yao mkubwa. Mungu atusaidie sana. Unaweza kugundua kwamba kuondoka kwenye nafasi yake mwanadamu ndiko ambako kulifanya mambo mawili. Kulimuondoa mahali na palimuondoa katika utawala. Kwenye mstari wa 23 ungeweza kusoma Mungu akamuondoa kabisa kwenye ile bustani ya Eden ambapo alimweka ailime na kuitunza. Mungu akafika mahali akamuondoa kabisa na pale, kwa kuwa ambacho kingeendelea pale angeendelea kuharibu, angeendelea kubomoa badala ya kujenga, angeendelea kuchafua badala ya kusafisha, angeendelea kuharibu sana kwenye ile bustani ya Eden. Na usije kukuta kama angejaribu, ingekuwa ni leo mimi labda ndio Mungu ningesema ngoja tumwache kama miezi miwili hivi. Unaweza kukuta miti yote imekauka pale. Kata miti ovyo. Tunaona jamani, mwanadamu akiharibika, misitu inafugwa, yanakata. Na anajua kabisa italeta shida, maana itaondoa hewa nzuri
ya oksijeni, lakini anafyeka tu, anachoma moto. Yaani ungekuta hizo tabia zinazoendelea mpaka leo kwenye misitu ya Tanzania ni tabia za watu walioanguka. Yaani ungemwacha Adamu miezi miwili ungekuta ile bustani ya Eden hakuna tunda hata hili. Mingine anapurulia chini tu, yaani si uharibifu tu, mradi aharibika na kanyaga na pasua. Mungu ikabidi afanyeje? Amuondoe, toa kabisa, atafanya uharibifu mkubwa sana hapa. Alafu kwa sababu atakuwa hafi sasa, uharibifu wake utaenda mbali sana. Mungu atusaidie sana. Mambo mawili aliharibika baada ya kuondoka ile thamani. Aliondoka mahali alipotakiwa kuwepo, lakini pia kiwango chake cha utakatifu kiliondoka kabisa, kikapotea. Yeye mwenyewe anakiri, niko huku nimejificha, nimekuwa niko uchi, utukufu wa Mungu umeondoka, si ndio? Ikabodi, utukufu wa Mungu umeondoka. Jamani, Bwana atusaidie sana. Baada ya mambo hayo mawili kutokea, unajua ni kama vile kwamba ukishaharibika, ukishatoka kwenye kiwango cha utakatifu, automatically na nafasi yako inaondolewa, kwa sababu kiwango chako ndicho kinachofanya uwe hapo. Ukiondoka kwenye hicho kiwango lazima tuondoke. Kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Belshaza, kusoma katika Danieli sura ya 5. Yule alikuja kuanguka vibaya. Babake aliteka vyombo vya hekalu akaviweka kule ikulu. Yeye siku amekunywa, amefurahi, amekunywa na wahuni wenzake, akasema leteni na vile vyombo vya nyumba ya Bwana tunywe pombe. Mungu akasema sasa wewe umeshaondoka kabisa kwenye kiwango. Akaandika ukutani mene na tekeri na pelesi. Yaani umehesabiwa, umepimwa, umeonekana umepungua, umeondolewa kwenye hiyo nafasi. Uwezo kabaki mfalme, wakati uwezo kiwango chako cha kutawala kimeondoka. Kiwango chako cha nidhamu kimeondoka, kiwango chako cha heshima kimeondoka, kiwango chako cha kuthamini nafasi uliopewa kimeondoka. Uwezo kabaki hapo, utaharibu. Tunaelewa? Kubaki kwenye nafasi ulionayo kunategemea wewe kudumisha kiwango kinachokutaka uwe hapo. Jamani, Bwana asifiwe. Statement inaeleweka vizuri? Kubaki kwenye nafasi ulionayo kunategemea sana kudumishwa kwa kiwango kilichokufanya uwe hapo. Kiwango kilichofanya Adamu awe kwenye bustani ya Eden ni utakatifu ambao Mungu aliuumba ndani yake, ni ushirika ambao Mungu aliuweka ndani yake, ni mamlaka ambayo Mungu aliiweka ndani yake, kwamba kwa mamlaka hii utatawala wanyama wote, uumbaji wangu wote, wanyama wanaoenda kwa miguu, ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kitu. Lakini kuanguka kwa Adamu kuna muondoa yeye kwenye kiwango cha kubaki kama mtawala. Hawezi kutawala, maana kiwango kilichofanya atawale kimeondoka kwenye maisha yake. Unaona tunavyopoteza mara nyingi vitu vingi. Nakumbuka kwenye Biblia wana wasikewa walijifanya wana standard. Paulo na nani wanakemea pepo zinatoka, Paulo anapita kwa jina la Yesu toka. Nanyo akasema kumbe mchezo bwana, badala ya kuzipunga hizi ngoja tuzitamkie jina. Akaja, wewe pepo tunakukemea kwa jina la Yesu. Yule anayehubiriwa na Paulo, sema Paulo tunamfahamu na Yesu tunamjua. Who are you? Nyeni nani? Halafu sasa hawakuishia tu, wakamkamata wakawararua vijana 7 wanaume, wakatoka wamejeruhiwa sana. Kwa sababu haitegemei kutamka, inategemea mamlaka ulionayo, na mamlaka inategemea kiwango ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Unakitunza. Nimetoa kwa jina la Yesu. Na wengine unakuta kabisa anajitambua kabisa hapa, anachapia. Wanasubiria wengine watangulie mbele kwa jina la, na anatoka kwa jina la Yesu, anajificha kwa jina la Yesu. Halafu mbele naona nikemea, utashangaa amenyooka. Anajijua kwamba kiwango nilicho nacho hakifanani na kazi ninayoifanya, kwa sababu kazi inategemea kiwango kilichoko ndani. Haleluya. Fanya kazi kulingana na kiwango Bwana alichokuwekea. Kama ukiondoka kwenye kiwango hautaweza kuzifanya tena, utashuka, mamlaka itapotea, heshima itaondoka, na utabaki kama Adamu anasema niko uchi. Kule kuondoka kwenye kiwango chake Adamu kulisababisha pia vitu vingine. Kupotea kwa ushirika wetu na Mungu kilisababisha kupotea kwa ushirika wetu na Mungu.
Mungu, kama nilivyosema, Mungu ni mtakatifu, na anasema iweni watakatifu kama mimi Mungu wenu nilivyo mtakatifu. Ibada zetu, kuabudu kwetu Mungu kunategemea ushirika wetu tulionao, mahusiano yetu tulionayo na yeye. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Unafikiri kwa nini Adamu alikuwa anajificha? Aligundua kabisa siwezi kushirikiana na huyu. Aligundua hawezi kushirikiana na Mungu mtakatifu wa kiwango kile. Na yeye alipokula tu ile matunda, alipoacha tu ile sheria ya Mungu inayotunza utakatifu wake, akajikuta kabisa yuko kwenye kiwango cha chini kabisa. Yuko chini kabisa, hawezi tena kuwa na ushirika na yule aliye juu sana. Jamani, Mungu wetu ni mtakatifu na yuko juu sana. Takatifu manake ni kuwa huru, mbali na kuvutwa na tamaa. Yaani Mungu hashawishiwi na chochote, hatamani chochote. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa takatifu ni kuwa huru, mbali na kuvutwa na tamaa. Sasa huyu mwanadamu amevutwa na tamaa ya macho, tamaa ya mali na kiburi cha uzima. Manake tayari vimemwona kibaya sana, akatenda, vimemuondoa kabisa kwenye ushirika wake na Mungu. Mungu atusaidie sana. Wakati huu tunapomwabudu Mungu, ninaona ile hali ya mioyo yetu kujitambulisha na Mungu kwa baba yetu. Unaona kabisa namna ambavyo Mungu uliona nini, yaani mimi nilikuwa nafaa namna gani. Lakini tutakapokwenda kuangalia zile gharama, utaona kabisa Biblia inasema kwamba Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi, kwa maana Kristo alitolewa tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwamba kumbe alianza kushughulika kututoa pale kwenye dhambi, kututoa pale kwenye kushindwa kwetu ni Mungu mwenyewe. Jamani, Bwana asifiwe. Sisi hatukuwa na juhudi yoyote. Ndio maana hizi juhudi za watu za kidini, maana dini ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu, hizo juhudi hazitafanikiwa come what may. Yani fanya ufanyavyo, jikatekate kama manabii wa Baali. Yani hawezi kuona damu zinatoka ita kuhurumia. Mungu hajagi kwa watu kwa sababu anawahurumia, yani haja kusaidia kwa sababu anakuhurumia. Hapana, Mungu anakuja kwa sababu ameamua kuja. Ipindisha shingo kabisa, jikatekate. Manabii wa Baali walijikatakata mpaka jioni. Elia akasema sasa mnanipotezea muda, kaeni pembeni, subiri. Mungu watu tunaitaga namna hii. Tukiwa na ushirika na mtu tuna uhakika jamani. Ushirika wetu na Mungu unatupa uhakika. Na Yohana anasema kabisa tukiwa na zile haja tulizomuomba, yani kwa sababu sisi tayari tunajua tumemwamini na yuko ndani yetu. Tukiwa na haja zetu tunakwenda mbele zake, sio kwa kujikatakata tena. Tunakwenda tunamwambia kwa sababu yeye ni rafiki yetu. Haleluya. Yeye ni baba yetu na sisi ni watoto wake. Na alimwambia yule mtu, siwezi kuchukua chakula cha watoto niwape. Ala, kumbe uponyaji ni chakula cha watoto. Hasa kuna watoto wanaolala na njaa kule, hawaji kupokea kwa Bwana kwa sababu hawajui kwamba ni baba yao na amewagharimia, na ndiye aliyetafuta kwa kuwapenda, kwa kutupenda kwake aliacha enzi na mamlaka, akamtuma Yesu Kristo aje aishi na sisi, afanane na sisi, arudishe thamani ndani yetu ili tupate kurejea kwenye nafasi yetu, tupate kuona Mungu wetu ni baba yetu. Tukifika pale sasa, Mungu ni baba yetu. Haleluya. Mungu ni baba yetu. Mungu hatumkimbii tena, tunamwabudu Mungu. Tulikukosa, tulikumisi kwa muda mrefu. Unajua tunapookoka wote tunatoka kwenye background tofauti, si ndio? Wengine umetoka huko alikuwa mpaka wengine walikuwa wachawi kabisa. Si hata hapo sema hamtanyoosha mikono kwa sababu ni vitu vinavyotisha tisha, si ndio? Ila wengine najua hapa walikuwa wachawi. Wengine walikuwa kahaba kabisa, na inawezekana watu umekuwa unajiuza hata huko mjini. Si Sinza, si mitaa gani. Wengine walikuwa vibaka kabisa, vibaka. Na unakumbuka kabisa uliwahi kuiba viatu vya watu na mtu yeye ameokoka yuko huko mkanisani. Ushawahi kumwibia viatu, unajua kabisa. Si ndio? Wengine walikuwa mama, wengine walikuwa majizi ya mke waume za watu, wapo tu. Lakini tunapokuja kwa Yesu, anasema kwamba anatutakasa, alafu dhambi zetu anaziweka mbali sana na sisi, kama ilivyo mashariki na magharibi ambavyo havitakutana, ndiko anakotuweka. Kwa tunapokuja kuabudu ni kama hatujawahi kukosea kabisa. Ni kama hatujawahi kumtenda Mungu dhambi. Yaani tumevaa ni kama hatujawahi kuvuliwa nguo. Haleluya. Tunamfurahia Mungu wetu na baba yetu kwa sababu amegharimia kurejesha thamani ndani ya maisha yetu. Jamani, Bwana apewe sifa.
Kwa ushirika wetu na Mungu uliopotea ni kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo ulirejeshwa tena. Haleluya, 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 haleluya. Mfano na sura ya Mungu iliyokuwa imeharibika ndani yetu, anapokuja Yesu Kristo kwenye maisha yetu, yeye ni chapa ya nafsi ya Mungu na ni mng'ao wa utukufu wa Mungu. Anapokaa ndani yetu, tunakuwa tumerejea kwenye mahusiano yetu na Mungu. Haleluya. Mungu akituangalia anamuona Kristo ndani yetu. Haleluya. Na sisi tuko ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na Yohana anaandika, anasema kwamba yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, maana uzao wa Mungu wakaa ndani yake. Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Sasa tutaangalia process ya kuja kufikia hapo, ndio tunayokwenda kujifunza kwenye semina hii, gharama za kurejesha thamani ya mwanadamu iliyopotea. Jamani, Bwana asiwe. Ziko thamani za bandia. Ziko thamani za bandia. Watu wanapenda kuigiza vitu mpaka vya kimungu wanajaribu kuigiza. Thamani ya bandia haiwezi kumdanganya Mungu. Najua Mungu ni halisi na ni omniscient kama nilivyokuambia, anajua yote, yupo kila mahali, ni wa milele na anaweza yote. Kwa hiyo usije ukaigiza kwa Mungu, uwe halisi sana, kwa sababu yeye anajua kila kitu na hawezi kudanganywa. Tunaelewa? Yaani usuna, yaani dunia ina vitu vingi sana vya uongo, vingi sana. Sisi kwa mfano, Adamu alijua akivaa mavazi ya majani ya mtini atakuwa amerudisha ule utukufu wa Mungu kwenye maisha yake. Unaelewa? Sasa tumejificha hapa. Biblia inasema kwamba alipokosea alitoka kaenda kule pembeni akashona majani ya mtini akajifunga, akatengenezea mavazi akakaa kwenye kichaka. Sasa hiyo ni utukufu wa Mungu wa bandia. Wala sio utukufu wa Mungu, si ndio? Ili asiwe uchi akatafuta nini? Majani ya mtini akajifunga. Ni vitu vya bandia, ni thamani za bandia, ni vitu feki, ni bidhaa feki ambazo leo tunaweza tukazikuta mahali pengi. Na kuna watu ambao wanamfeki mpaka Mungu, wanafeki kuabudu, wanafeki wokovu, wanafeki utakatifu. Kila kitu kwao kinakuwa feki. Mungu atusaidie sana. Jamani, kwa Mungu tuwe halisi. Uwezekano wa kurejeshwa kwa thamani yetu upo. Haleluya. Upo. Wiki hii tutajua upo. Uwezekano wa kurejeshwa kwenye heshima yetu upo. Uwezekano wa kurejeshwa kwenye mamlaka yetu upo. Uwezekano wa kurejeshwa kwenye kuabudu na ushirika wetu na Mungu upo. Usifeki. Upo. Nafikiri yule Mungu hakumwacha Adamu baada ya alijua kabisa Adamu ameanguka. Na swali analouliza Adamu, uko wapi? Hana, nimekuambia toka mwanzo, hana maana hajui alipo. Ila nataka azindue akili yake kwamba je, hapo ndipo nilipotaka tukutanie. Hicho unachofanya ndicho nilichokupa kufanya. Ameondoka kwenye kiwango, ameondoka kwenye eneo lake la kazi. Si ndio jamani? Anakukumbusha uko wapi? Uko wapi? Inaweza kaenda kwenye viwango. Tuko pamoja watakatifu. Mungu ana viwango vya matarajio kwenye maisha yetu. Kuna kitu anatarajia kwenye maisha ya kijana, kuna vitu anatarajia kwenye maisha wa baba, kuna vitu anatarajia kwenye maisha ya wanawake. Bado swali uko wapi inaweza likawa na mantiki kubwa sana kwako. Upo kwenye vile viwango Mungu anavyokutarajia kwenye huduma unayoifanya? Upo kwenye kile kiwango cha maombi Mungu anachotarajia kwenye maisha yako ya wokovu? Upo kwenye kiwango cha kumwabudu Mungu katika ile namna ambayo Mungu anatarajia? Matarajio ya Mungu, si ndio watakatifu? Kwenye jamii zetu zote tumejifunza, unapoenda either ni ofisini, mahali popote, tunaita role expectation. Kila mtu tunategemea kwa huyu, kwa nafasi yake anatakiwa afanye hiki na hiki na hiki. Huyu kwa nafasi yake anatakiwa afanye hiki na hiki na hiki. Huyu kwa nafasi yake anatakiwa awe hapa na hapa na hapa. Lakini sasa unapofika watu wanashindwa kumiti vile viwango, ndio linapokuja swali uko wapi? Maana yake uko nje ya vile viwango. Tunaweza tukawa tumeokoka, tunaweza tukawa tunafanya huduma, lazima hilo swali libaki. Tumefika hatua gani ya utendaji wetu, si ndio? Tunaelewa watakatifu? Ulianza kwenye ground, si ndio? Hata mimi nilipokuwa nilianza kwenye ground, si ndio? Naenda
Sasa nimefika wapi? Kuna watu wanafika mahali wanastuck, haendelei tena. Sio yule muombaji wa miaka 10 iliyopita, sio yule mtoaji wa miaka 10 iliyopita, sio yule muimbaji wa miaka 10 iliyopita, sio yule mhubiri wa miaka 10 iliyopita, sio yule mwalimu wa miaka 10 iliyopita. Paulo anawaandikia Waebrania, hivi ni Paulo? No, Ebrania anaandika kwenye sura ya 5. Iwapasapo kuwa walimu, bado mnatumia maziwa kama watoto wachanga, maana wakati mwingi umepita, mlitakiwa sasa hivi mwe mmefika kwenye kiwango cha kuwa nani? Cha kuwa walimu. Kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia, wavivu wa kujifunza. Siku zote maongezeko yanatokana na kujifunza na bidii yetu. Haleluya. Paulo anawaandikia Waefeso, hatimaye ndugu zangu mzidi kuwa hodari. Uko kwenye kiwango gani kwenye uhodari? Uko wapi mpaka sasa hivi kwenye uhodari? Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, si ndio? Uko wapi? Wewe umefika level gani? Umefika mahali umeachana na Mungu, unafanya mwenyewe? Umefika mahali ile nguvu ya maombi imepungua, unaanza kuigiza? Umefika mahali ule uimbaji wa kutoka ndani ya moyo wako uliokuwa unatoka, bubujiko la Roho Mtakatifu linatoka ndani yako, umefika mahali sasa unajifunza sanaa, naimba kama sanaa. Mungu atusaidie, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, tubaki pale Mungu anapotutarajia. Haleluya. Tuwe pale Mungu anapotutarajia. Na Mungu siku zote anatafuta, na hata katika semina hii atatafuta. Kuna watu atawarejesha mahali fulani, kuna watu atawapandisha kiwango fulani, kuna watu atawanyanyua wawe mahali pa matarajio yake, ili tufanye kile ambacho yeye atakiona na kukifurahia. Haleluya. Tuwe kwenye viwango. Matarajio ya Mungu ni kuona hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Tuko katika nyakati za hatari sana. Deception ni kubwa, udanganyifu ni mkubwa kwa kiwango cha ajabu sana. Fikiri, unajua imani bwana ni kitu cha ajabu sana. Naona profesa kabisa, dokta, mimi naamini ni watu ambao wamesoma, ingawa wamesoma kitu fulani, si ndio? Lakini unakuta kabisa naye ndio wale wanaenda Jumapili mje na udongo, naye anakuja na udongo. Profesa naye anakuja na udongo. Safari hii ni kuja kuchukua kitambaa cha upako, naye anaenda kanachukua kitambaa. Safari hii mnakuja kuchukua maji ya bukubuku. Sasa Mungu amekuwa nani anakaa kwenye chupa ya maji? Huo ni udanganyifu, tunaelewa? Tunaposhindwa kuwa pale Mungu anapotutarajia, kwenye viwango anavyovitarajia Mungu, kwa habari ya maarifa ya neno la Mungu, kwa habari ya maarifa katika huduma na utumishi wetu, kwa habari ya maarifa katika kumtumikia Mungu na kujitoa kwa ajili yake, tunapopungua kwenye vile viwango, tunaingiza wadudu huku. Tunaelewa? Ni kama Adamu angeendelea kujificha tu pale. Kumbuka majani yale ya mtini yangepigwa na jua yangenyauka. Hivi unaweza kuvaa jani la mti ukapiga hatua, maana yake asingesogea tena kwenye maisha yake. Kama Mungu asingeingilia kati, Adamu asingepiga hatua tena kwenye maisha yake. Wewe ukatembea umejifunga majani ya mti naelewa? Bandia. Wewe ukatembea kwenye utakatifu na bandia na vitu vya bandia. Mungu atusaidie sana. Mungu atutie nguvu sana. Mungu atuinue na tuwezeshe. Neema ya Bwana itufunike sana. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia hatua ya pili. Tutakapokuwa tunaingia, tutaangalia mpango wa gharama ya kuturudisha kwenye viwango vya Mungu. Ule mpango wake sasa Mungu anaanza kuweka. Tutausoma kwenye mstari wa 11 wa 15, sura ya 3 mstari wa 15 na sura ya 5 mstari wa 21. Naomba tusome tu hiyo mistari, lakini hatutamaliza leo, tutaendelea kesho. Sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema hivi. Mstari wa 15 Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Mstari wa 21 Biblia inasema Bwana Mungu 21 Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Akawafanyia Adamu na mkewe nini? Mavazi ya ngozi akawavika. Wao walikuwa wamevaa mavazi ya nini?
majani ya mtini. Unanielewa? Sasa pale ndipo tunaanza kuona gharama inaanza kutabiriwa. Ngao tutakavyoendelea tuona namna inavyotekelezwa. Pale Mungu anatabiri kwamba yeye ndiye atakayemleta mkombozi. Manake Adamu kwa ujumla aliuza mamlaka yote kwa Ibilisi. Alimuweza kabisa, Ibilisi alimuweza kabisa Adamu na akagawa madaraka yake yote. Sasa Mungu atamleta mwanawe Yesu Kristo ambaye atakuja kumponda kichwa Ibilisi, na yeye Ibilisi atamgonga kisigino Yesu. Ndio maana Yesu ilibidi apitie mateso, si ndio? Lakini Ibilisi anyang'anywe mamlaka yote. Unapoponda kichwa manake ni ufalme, ni utawala, ni mamlaka. Kwa hiyo ataponda, atanyang'anya ile mamlaka, kisha atairudisha kwa mwanadamu. Haleluya. Lakini pia Yesu Kristo ndiye atakayetolewa kama yule mnyama aliyetolewa na Mungu akamchinja, akatoa ngozi ya yule mnyama akawatengenezea mavazi. Yesu Kristo atakuja kutolewa ili kufunika nafsi yenye hatia. Tutoke kwenye mambo ya bandia, turudi kwenye uhalisia, turudi kwa Mungu wetu. Hizo zote tutaziona kama gharama za kuturejesha kwenye thamani yetu. Haleluya. Haleluya. Yaani uokovu unatabiriwa kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 na mstari wa 21. Pale anaonekana anayekuja kuponda kichwa Ibilisi na kunyang'anya mamlaka. Hapa anaonekana atakayetoa uhai wake ili kuondoa hatia katika moyo wa mwanadamu na kurejesha uzima wa kimungu ndani yake na wokovu wa kweli katika maisha ya mwanadamu. Jamani, Bwana apewe sifa nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hizo gharama zote za kuturejesha kwenye thamani yetu ni Mungu ndio anashughulika nazo. Ngao tutaona na sisi tuna sehemu gani katika kuunga mkono juhudi ya Mungu ya kuturejesha kwenye nafasi. Tutajifunza namna gani tunaweza tukatunza hiyo thamani isiondoke tena, maana Adamu alishindwa kuitunza ikaondoka. Je, sisi tunawezaje kuitunza ili isiondoke tena kwenye maisha yetu? Tusije tukaenda tena kwenye mateso ya kushona miti na kujificha kati ya miti ya bustani. Tusije tukapoteza tena ushirika na Mungu wetu. Tutajifunza namna kuitunza hiyo thamani ambayo Mungu ameleta kwenye maisha yetu. Jamani, Bwana asifiwe.